Soka la Afrika bado halijaishiwa vimbwanga vyake. Hasa katika maeneo ya kaskazini mwa Afrika kwa hivi sasa kumeibuka tabia ambayo ilikuwepo tangu enzi za zamani, lakini kama imeanza kumea upya ya mashabiki wa vilabu kufanya vurugu pindi timu zao zinapokuwa hazijapata matokeo, hasa katika mechi ambazo zinakuwa nyumbani. Haya ni baadhi ya matukio ambayo yalijiri siku hapo jana kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi B. Mchezo wa Yanga ambao ulikuwa ugenini dhidi ya JS Kabylie. Baada ya kukamilika, mashabiki wa klabu hiyo walifanya vurugu za kuwarushia chupa za maji wachezaji wa Yanga na viongozi wa klabu hiyo na kulazimika kukimbizwa haraka kuondolewa uwanjani kwa ajili ya usalama wao. Lakini hata kabla ya mechi kumalizika, mara kadhaa walifanya matukio hayo kwenye lango la klabu ya soka Yanga ambako Djigui Diarra alilazimika baadaye kutaka kukimbia na kumfanya mwamuzi asimamishe mchezo kwa muda. Lakini si hayo tu, matukio mengine ambayo ni ya kushangaza yaliibuka. Kule mchezo wa AS FAR Rabat dhidi ya Ahli ulimalizika kwa sare ya goli 1-1. Vurugu mbalimbali ziliibuka ikiwemo kurusha chupa kwa mashabiki wa klabu ya soka AS FAR Rabat wakiwarushia vyupa wachezaji wa klabu ya soka ya Al Ahly, lakini pia sambamba na matukio mengine mengi yakiwemo matukio ambayo yanahisiwa kuwa ni matukio ya imani za kishirikina. Shirikisho la soka barani Afrika CAF msimu uliopita walitoa adhabu kwa vilabu mbalimbali ikiwemo klabu ya soka ya Simba Sports Club ya Dar es Salaam Tanzania, ambayo ilifungiwa kutumia ama kuingiza mashabiki katika michezo kadhaa kutokana na mashabiki wake kufanya vurugu kwenye mchezo. Timu nyingine ilikuwa ni CX Sfaxien pia ya pale nchini Tunisia, ambayo ilikumbana na adhabu kama hiyo. Lakini je, mara hii mashabiki wa JS Kabylie na AS FAR Rabat kwa kila ambacho wamekifanya, unaona wanastahili adhabu ya aina gani ili kuweza kukomesha tabia hii ambayo imekuwa si ya kistaarabu na tabia ambayo inarudisha nyuma maendeleo ya soka la Afrika, hasa kwa vilabu vya kaskazini mwa Afrika ambavyo vilikuwa na utawala mkubwa wa soka, lakini kwa sasa ni kama mambo yamebadilika baada ya vilabu pia kutoka kanda zingine kuanza kufanya vizuri na kuwasumbua, hasa vilabu vya kutoka mashariki na kusini mwa bara la Afrika ambavyo kwa sasa vinafanya vizuri sana. Vilabu kutoka Tanzania, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutoka Afrika Kusini na Angola ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikitoa changamoto kubwa kwa vilabu vya kaskazini mwa bara la Afrika, kwa maana vilabu vya Uarabuni. Jambo ambalo ni kama vilabu vya ukanda huo haviamini na vinaona kama vinastahili zaidi ya kile ambacho vinapata. CAF wanapaswa kutoa adhabu gani ili kukomesha matukio ya aina hii? Kwa mtizamo wako, unafikiri ni nini ambacho kinapaswa kufanyika? Na je, adhabu hiyo itaweza kukomesha kila ambacho kimekuwa kikifanya na vilabu hivi na mashabiki wa vilabu hivyo? Tuandikie maoni yako. Hii ni Travo TV. Mimi ni Mbushi Kwelasa.